Chapesa. Naam, hii ni michezo tunazungumzia katika kituo chako pendwa cha Chapesa Media. Kama ilivyo ada, mimi nimeshika hiki kitonge asubuhi hii tuzungumzie michezo na michezo mwenzangu wa Chapesa Media. Cha kusisitiza, wewe ambao bado hujasubscribe, huu ni wakati wako sasa hivi ili uweze kupata habari za kimichezo na burudani. Bwana, tutazungumzia mchezo wa jana uliofanyika kule Kagera, Simba dhidi ya Kagera Sugar pale Kaitaba. Simba kitoka na ushindi wa goli 2-0. Juma Kaseja kashindwa kujitutumua mbele ya wababe wanalunyasi Simba Sports Club. Nimeshikuja kwa mzee wangu Side pembeni yangu tuzungumzie michezo. Timu yake jana ameiona, lakini mchezo ulivyokuisha kwa usalama, mchezo uliisha kwa kupewa kadi nyekundu mchezaji wao mmoja wa Simba Sports Club, Mr. Duchu. Aliruka zile karate ndani ya uwanja. Bwana Mzee Saidi, niambie. Habari mzee wangu? Shwari. Shikamoo. Kuona? Anacheka kusema aliruka karate. Aliruka karate Duchu. Yaani ndani ya uwanja karuka sarakasi, yaani karate ya maana. Zile bwana tunazoonaga China tu. Lakini jana tumeuona uwanja wa Kaitaba kule Kagera. Sikiliza nikwambie. Hizi mnaziita nini? SSVC. VFVS. Football Video Support. Au tuseme VAR kabisa. Huwezi kusema VAR, huwezi kuita hiyo VAR. Basi twende video support. Hii video support unaenda refa anaenda kuomba ushauri pale, anaomba ushauri kwa wale watu. Wanajisomea. Naomba ushauri hapa hili koje hii. Wewe kwani kuiona? Mtu anaomba ushauri. Amenda anakuambia. Alikuwa anaomba ushauri, anamwambia nirudishie, niangalie tukio, maana ile ni review. Kuna mechi moja zile zilizofunguliwa, kuna moja refa alienda kuomba ushauri kwa pale akamuita mpaka Kamisa. Ilikuwa sijui mechi ya nani na nani. Alienda kuomba ushauri. Kamisa hapa ni lazima aende naye kwa sababu refa anaenda kocha anaenda kupeleka. Sasa sikiliza, VAR haitaki hata msaidizi yoyote. Yaani anaambiwa njoo jilizishe. Njoo uone. Hii italeta ugomvi. Sasa sisi ndo tunaanza. Ndio nakwambia itakuja kuleta ugomvi. Mimi siku zote ndo ninavyoongea. Video support. Oho. Hii. Utakuja kuniambia itakuja kuleta ugomvi. Kwa hiyo ukikutana kwenye dabi unakuja kumpa mtu kadi nyekundu, alafu mtu mwenyewe ndo muhimu. Wewe sasa ngoja mzee Said. Subiri sasa. Kwa hiyo uongo, alafu anayetoa ushauri ni kocha, anayeomba msaada huo ni kocha. Lazima uombe kwa sababu sio wewe uko na nani wako na. Sasa kama mimi nimeshaelemewa, yule kafanya kosa la kawaida, wewe utalazimisha apewe kadi nyekundu. Tuanze na kwa Duchu. Sasa si ndio kama hivyo? Ile sarakasi ile karate. Ile ya Duchu. Ngoja nikwambie, wale wote walikuwa wanania mpira. Sawa. Huyu alikuwa anakuja apige kwa kichwa. Huyu naye akaruka mguu. Sasa tukaleti. Sawa. Sasa pale unaangalia shida iko wapi? Shida ilikuwa wapi? Ulikuwa sio mpira wa kichwa wa mguu, ulikuwa mpira wa kichwa. Ile ni kadi nyekundu kweli. Ile wala haina kipingamizi. Kwa sababu ule mpira ungekuwa kama wa China alafu ile kaweka kichwa, jamani. Tena mbona imekuwa hivi? Unajua kuna vitu vingine inaweza kaja kasababisha kosa kidogo tu ikaleta balaa. Ila mimi nakwambia hivi vidude vyenu hivi si Waswahili. Sasa basa jana mzee Saidi, bila kupata support ya ile video support tungejua kama ni Duchu ameruka kareti? Yaani hata kutokujua wewe unaona. Lakini refa ilipita ile njumu refa si alipuliza filimbi. Ndio ilikuwa kawaida. Alikuwa kaweka, alikuwa bado hajapata maamuzi, wale kule wakamsemesha njoo jilizishe. Lakini lile ni kofi kabisa la kiatu, kaenda kamgonga hapa. Na ile ni bahati mbaya, sio labda kama ni makusudi. Ile ni bahati mbaya tu kwenye mchezo. Lakini sasa ni sheria inavyosema, ukifanya kosa uhukumiwe. Ukiinua mguu kwa kifua kwenda. Sasa Duchu ndo akatoka nje. Bwana, tuzungumzie kwanza kiujumla mchezo wa jana. Dakika 90 zilikuwa za namna gani Kagera Sugar dhidi ya Simba Sports Club mnyama? Lakini si nilikwambia Simba anashinda kule mapema kabisa, lakini ulivyoniambia nataka tuangalie tu uchambue kidogo ule mchezo. Mpira ulikuwa mzuri. Juma Kaseja ni wapi ambao mbinu alizidiwa? Timu kubwa tu. Nani Steve Becker huwezi kumlinganisha na Kaseja. Ndio. Bado Steve Becker atakuwa yuko juu, mpira umechezwa, lakini mpaka kipindi cha kwanza chote kinaisha. Hivi tulipata dakika ya ngapi goli? Kwa dakika za nyongeza ile. Kipindi cha pili. Cha kwanza. Beki ndio kaenda kufanya shughuli. Beki ile tule. Kwa hiyo ukao ukijua Simba hatuna forward. Simba bado hatuna forward. Shida ni forward Simba. Ndio.
yani timu ile yote forward, timu nzuri kasoro ni masweka tu, ndo hatuna sweka wa kupambana. Ndio umeona, ndo hakuna. Kama tungekuwa nao timu yetu ingekuwa nzuri sana, tungeleta upinzani, lakini hatuna hawa watu wote hatuna. Sasa hivi inabidi tena dirisha dogo tuingie sokoni. Tunaingia sokoni kutafuta wachezaji. Wenzetu washashinda mechi kibao. Unachukua ubingwa hapo. Yaani ndio hapo tunapokuja kupishana mimi na watu wa Simba. Mimi sitakagi kuongea vitu vya kubabaisha. Kwa hiyo striker aliyokuwepo Dumbia hatoshi kwa siku ya jana. Yule sio striker. Sasa ngoja. Sio striker. Wewe striker na goli. Yaani Dumbia jana ilikuwaje? Ilikuwaje? Hamna mtu mule shekhe. Yaani yule hata ukisema umpe muda. Yaani unajua mabeki kama uwe karibu yani sio offside. Mabeki wa nani walijua itakuwa offside wakija Kagera. Lakini refa alikuwa yupo on target. Alafu lilivyopiga mwanangu linachagua sehemu ya kwenda kushangilia. Sasa mpira hata hujaingia alafu linashika kichwa. Sasa wewe ulinipigia nini baada ya kukosa ndio kama unipigia simu za Saidi? Yani bwana rafiki yangu yani inakela babu. Inakela, wale walikuwa wanakufa si chini ya goli 5 wale. Ndio kawaida, maana 2024 mara mwisho mmemfunga goli 5-2. Kagera Sugar yule. Goli 5 kula 5, tena 5 safi kabisa. Yaani kama tungekuwa na forward wa maana. Yaani hata tungempata Okelo pale. Yaani hata mimi si unaona kwambia, yaani hata tungekuwa na Okelo. Bwana. Yaani hata tungekuwa na huyo mzee waliosema mzee hiyo hela Shashamani huyo sijui nani huyo. Babu Simba ingetisha babu. Mimi nakwambia kweli kwa tulicho nacho. Tungempata tu Peter nani pale. Sisi yani timu ingekuwa nzuri ajabu. Lakini ndio hivyo sasa. Kaenda kwa wenzetu, tajiri kafanya mpango na nyinyi mnaigiliza. Kwa hiyo kwa siku ya jana mzee Saidi, kikosi nyuma kati kiko imara. Shida iliyopo ni sehemu hii moja tu, masweka hatuna. Yaani mimi nakwambia masweka hatuna. Yaani ukiona mpaka mimi nimekiri, ujue shughuli imesimama. Timu imesimama vizuri kabisa. Fullback zipo, Kapombe yupo. Umenielewa? Aya, yule mwingine yule nani yule mwingine yule ndio mchukua siyo kwa mkopo, siyo mmemchukua wapi yule? Sio Tule. Fullback nani Usheni? Jana ndio kacheza. Usheni kacheza, Tule kacheza. Wale si mabeki wa katikati, mimi naongea mabeki wa Chilambo. Jana kacheza. Unaona mzuri vile vile, anaonekana na uwezo wa kutani, wa kuondoka, wa kugeuka, wa kufanyaje. Lakini sasa shida iko kule kwenye yale maguruguja yao. Yaani viongozi wa Simba yani wanaweza kufanya kote, alafu akaja kawatibu ni makusudi yani. Yaani ili mradi tu muongee. Yaani ili mradi tu mpishane kauli. Hiyo jana mazingira ambayo binafsi mzee Saidi, mpira ulikuwa mpira biliani. Lakini shida ilikuwepo. Bwana huo maliza. Babu katengenezwa mpira mmoja. Mimi nikajua twende kupiga kule. Bado mumpe muda? Ya kwanza, mimi nampa muda wa nini? Mimi hata wangesema leo wanavunja mkataba tubaki na hao au sawa tu. Yaani yule anaenda kujaza nafasi ya namba. Unavunjaje mkataba kati dirisha talisha vungo mzee Saidi? Nasema hivi, yule anaenda kujaza namba, sio kwenda kuweka mchezaji. Wanajaza. Sawa sana, yule mzungu alifunga goli na Kagera Sugar alikata viuno siku nzima. Ileleta mzungu. Mimi nakwambia yani ya Simba, viongozi wa Simba. Viongozi wa Simba ta. Sasa jana mimi bwana hajashinda ile kainua toka chopo kwa kipa na anaenda kushangilia. Si ndo nakwambia yani yeye haraka yake kwa sababu tunambeza basi hawahi kwenda kushangilia. Shangilia ili ajifute na yale makosa nyuma naye mlazimisha kumgaia. Na siku akija kufunga goli yule tutakuja kupata tabu. Siku goli kalibahatisha. Na mimi nakwambia yule atakuwa anabahatisha kila siku. Yaani katika mafuadi walioleta Simba safari wale viongozi. Yaani sijui wameenda kumtoa kwenye ndondo gani, sijui poli gani wameenda kumtoa. Sasa katoka MVP yule bwana kwao. Yule katoka goli 17. Yule katoka polini, hata mimi na afadhali. Yule katoka Mali mapolini, sio mjini Mali. Wewe huwezi kucheza mpira vile. Mali mjini ucheze mpira vile? Wewe kwenda huko. Wewe Mali unakujua, unakusikia Mali, wewe wachezaji wa Mali yule Mali ya wapi yule? Ndio tunaweza tukawa tunadanganywa kutoka Mali kumbe umemchukua hapa jirani. Hivi unajua Yanga waliwahi kudanganywa, kuna golikipa mmoja wakaambiwa huyu Malawi kumbe Chovya Mlangi tu hapo, wakaambiwa huyu Chovya huyu. Chovya? Chovya, kuna golikipa mmoja kwa anaitwa Chovya. Kumbe Mlangi bwana alienda kutafuta maisha Malawi kule. Alibadilisha uraia. Alienda tu kutafuta maisha. Alienda kutafuta maisha kule. Akawa anacheza mpira kule, kumbe Mlangi Mtanzania. Watu kusajili wakisema huyu Malawi huyu. Kila ukipigwa imo.
Malawi gani huyu? Mbona kila kinachoondoka? Kila kinachogongwa hata tungempata golikipa hapa. Uongo. Hata huyu ni hata na wasiwasi huyu. Mashaka naye. Huyu anaweza akamwambia mali yule bwana. Yule hebu aje aseme Kiingereza basi hata siku moja. Sasa ndo anaongea Kifaransa. Anaongea lugha yake. Wewe watu wanakufundisha. Wa Tanzania wewe. Hivyo unawajua wa Tanzania walipokuwa matapeli. Kwa hiyo mmepigwa pale tumegongwa tena za uso za maana. Yule sio yule hata akae benchi. Yaani mimi nakwambia nenda kamchukue hata Saido anasaidia. Saido. Yaani mule hamna mtu. Na jiwe lake kichwani lile. Yaani yule hamna yani hautaki kumpa muda Dumbia Osman wa Bongo. Huyo Osman. Yaani kwa siku ya jana amekutosheleza kabisa kwa yani, huyu sasa. Huyu hajui chochote. Haki ya Mungu mama yangu. Hata yule nani yule mliomsajili, tuliomsajili yule kutoka wapi yule? Kutoka nini? Sikuna mchezaji mmemsajili kutoka biashara nini? Mashujaa. Nani anaitwa? Mashujaa alikuwa nani Mwangosi? Sio Mwangosi. Huyu mliomsajili juzi ambaye hajacheza. Mgunda. Yaani mara 200. Ile striker lilotambulishwa kwenye ndege. Mara 200. Nanyi mna hatari kweli. Yaani mnatambulisha mchezaji kwenye ndege. Tunaiga, tuna hatari tumeiga. Hamna. Tumeiga bwana na nani sasa umeiga kwani? Tumeiga kwa JSM. JSM umeiga. JSM walikuwa hawajamtambulisha kwenye ndege. Wao wenyewe walikuwa wanakunywa kahawa. Sina yeye yupo. Hapo jamaa majitu ya Yanga makorofi. Yanasemaje? Anasema yule nani yule Kimugisha. Kimugisha alikuwa anachungulia hivi nami mlimuona Kimugisha wewe. Mzee Said tuzungumzie goli la Kibu Sawala. Steve Becker bwana sababu yake kwa kuona Dumbia Osman wa Bongo zaidi ya chansi 3-4 amezikosa. Akaamua bora amtoe amwingize Kibu Sawala. Alafu na yule naye ngoja basi. Na yule naye akitaka kujipotezea muda, aendeleage kumweka huyo chizi wake huyo. Yule chizi yule mchezaji naye yule. Galasa lile. Aendelee kumweka huyo, atakuja kumweka watu wanatafuta ushindi vitoto vinaenda kuzinda. Pacha hii. Yule akae benchi tu moja kwa moja achukue hela basi. Tena kama mimi jeuri yangu hata kumvalisha jezi nisingekuwa namvalisha kule. Kakae jukwani kabisa. Wa nini sasa yule? Wa nini? Sasa si unaona mpira alipokuja kuingia Mpanzu tukapata magoli faster. Ndio. Yaani wale pale Mpanzu kuna sehemu yule mtoto akawa anamkimbia Mpanzu. Kuna beki mmoja ana lasta hivi. Muhaya sijui yule. Mangu mtoto. Panzu si booster. Panzu bwana booster. Ile likifunguliwa alipeleka mara 3. Nikaona kaenda kwa Kaseja namuuliza Kaseja vipi? Ana ulikuwa mjui. Eli huyo. Eli jana kaibeba Simba kwa kuongeza tena kipigo kwa Kagera chuma 2. Sasa wewe unafikiri tuzungumzie kwanza goli lake. Goli zuri. Kwanza goli lile si unaona pasi aliyotengenezewa. Wewe ulijua ile pasi kapewa yeye? Safari ile. Wewe bwana, afu bwana, wewe bwana. Ile safari ile, ule upepo. Babu ule upepo. Yanga acha lozi waume. Ule upepo ule. Yaani sasa wanamtaka babu. Wanamtaka wanamtaka Libasa. Libasa gani? Aliiweka mwanangu kama hataki vile. Alafu mimi nikasemaje, sasa ule mpira ule ataukutaje? Nikaona Mpanzu kaulia denge mwanangu. Golikipa kutoka kaiweka na mimi afadhali bwana. Na zile unajua alizitoa nyingi sana kwa yule jamaa yule. Nyingi sana mpaka anamuuliza. Anamwambia mbona uingii? Alafu kuna sehemu na lenyewe likamjibu weka pale na mimi wewe toka hapa uweke pale wapi wewe nenda zako huko. Uweke pale wapi wewe. Kwa hiyo zote tunaweza kutengea hamna. Yaani hata awe peke yule hata awe peke yake. Yeye na golikipa. Yeye na golikipa. Haki ya Mungu afungi. Ngoja ingekuwa ndio wewe sasa Mzee Said ile pasi ile pale uliopigia wewe. Ningetulia. Kwa sababu sio offside. Mimi ningetulia nimeshaingia kwenye 18. Yaani ningetulia tu ningetisha yani afu naiweka kama ile kule nyavu ndogo. Wewe pale golikipa huyu ungeipigia wapi? Chini au kama vile ungeichapa? Yeye alivyoibetua hivi. Hivi alivyoibetua vile uwezi kufunga. Kwa sababu yule golikipa alishalipunguza goli. Kwa hiyo kama kalipunguza goli yupo karibu yako. Kwa hiyo ukinyanyua akiruka na ugonga ule. Kwa hiyo takiwa ipige chini. Ile alikuwa anatakiwa achague niweke wapi chini. Sasa unanyanyua juu unaswaka kunguru. Vipi bwana wewe? Unataka vile unayapopoa makunguru.
Libase Gwe bwana, siku ya jana asisti 2 kazitengeneza yeye, ndo mchezaji wa kwanza siku ya jana kutengeneza asisti 2. Hebu mzungumzie huyu, unamhitaji? Mimi unamhitaga upepo ule. Huyu upepo kwanza. Umwendo anayoweka na kwaje tena? Akienda hivi, akirudi hivi, lazima mabeki wachanganyikiwe. Yaani akienda hivi, ujue kaenda kutia madhara kule. Akirudi huku, beki yule anamwambia mwenzie njoo huku, yule mwenzie anamwambia siji, mimi nabaki huku. Yaani watu hawataki kwenda kumkaba yule mtu. Sasa wale tungekuwa nao kama 3 hivi pale. Yaani kama vile, yaani yule ndo anamkumbuka yule jamaa na 11 yule Chinga Boy. Mixoni ndiye alikuwa anawatesa hivyo mabeki. Aliwatesa sana mabeki yani. Tabia kusema tutangulize mpira. Wewe niwekee pale, alafu tupimane uwezo, upepo. Na yule jamaa anakuambia wewe weka pale wapimane upepo. Lakini basi kuna mwingine ana mbio pale, mbona wamweki? Nani? Lino Lemba. Hivi Lino Lemba huyo nani huyo Dumbia, yani wale wote ningekuwa na uwezo wasingekuwepo kabisa. Kwanza yani wasivae jezi, wanakaa kule. Nyinyi ndio mmewaleta hawa, mtawalipaga huko mishahara yenu wajinga nyinyi. Simpangi hata mmoja yani. Kwa na hino naye hauhitaji kabisa kuona mchango wake, hauhitaji pale. Wa nini? Sasa kama yani mimi ningekuwa ndo kocha wa Simba, naweka Lino Lemba, naweka na huyo nani huyo Dumbia. Patamu hapo. Watu yanaishia ile. Yaani hapatamu, hamna hata one target, hata goli moja hakuna. Wale. Yaani mimi nakwambia Selemani Mwalimu tutamkumbuka kwa msaada mkubwa aliokuwa anauleta pale Selemani. Mimi kweli nilikuwa namkataa, kuna siku nilisema Selemani Mwalimu salute. Nimekoma nisamee. Nasikia haya maongezi yako na yazungumza, na ndio maana wanafanyia kazi. Hawafanyii kazi wale, wanafanya kibabake sasa anafanyia kazi. Kwa wachezaji sawa. Yes, ndio maana nazungumza. Lakini hao wachezaji wawili, Lino Lemba na huyo nani huyo na Dumbia, hata wasikie hivi. Ndio wanaongea Kiswahili hawajui. Hata kama ningeongea Kiingereza, Dumbia na yule sasa wewe ongea kwa Kiingereza kati ya Dumbia pamoja na huyu Lino Lemba. Hebu jaribu kuwashauri kwa Kiingereza, at least wawalete furaha pale ndani ya Simba, kwa sababu wao ndo wanategemewa kwa sasa hivi. Namba 10 Lino, 9 ndo mwenye mwamba pale Dumbia. Hebu mwagie kwanza ungenge wasikie, waelewe. Hata nikiongea Kiingereza. Gonga Kiingereza. Wale hamna kitu. Sema labda niongee tu niwaambie bwana nyinyi ombeni liza muondoke pale. Basi kwa Kiingereza kwenu nendeni huko. Msinganganie kukaa hapa mkate football yenyewe hamna kitu. Wewe Lino Lemba na mwenzio huyo nani sijui. Kwa hiyo unabidi washauri wape mbinu mbadala, utaki. Waondoke, ile timu tunahitaji vitu vingi sasa hivi. Tunahitaji vitu vingi. Kwanza tunahitaji heshima, imeshapotea. Tunahitaji makombe, yameshapotea. Leo mnatuletea watu wenu wa ajabu ajabu. Dr. Mosi alisema anaenda kumfunga Yanga kule. Yuko wapi? Ameapa kabisa. Sasa hivi kimya, hata kuongea ongei. Sasa ngoja kwanza, Yanga wanaanzia pale walipoishia au wanaanza moja? Yaani kuchukua ubingwa? Wameanza moja au pale walipoishia ndo wanaanza kuendeleza mara 7? Wewe naye unaumiza moyo wangu, ungekuwa unajua mimi yani hao watu hao. Kwanza hakuna mtu. Sasa hivi kama hawapo Yanga, yani viongozi wao kama hawapo, wako kimya. Sasa subiri Yanga na Simba hizo zikifika, wanavyoitana utaona makotikoti tu meusi na shati nyeupe. Anapati ya vagi hata koti. Sikai kumuona yeye kuvaa suti, t-shirt tu. Hana habari. Afu yule mtoto naye rafiki yangu, engineer si anajidai. Kwa nini? Mungu wewe. Anadai vipi? Wewe umemsikia maneno aliyokuwa anaongea kule? Anasema kuna mchezaji analukaluka lakini atamshika tu. Yupi huyo sasa unavyoona? Fei. Sasa mimi nisikia Libase. Libase. Alafu ashike adabu yake bwana engineer si bwana. Ashike adabu vipi? Atutokee hapa engineer si. Awe aende zake. Sio Fei Libase. Kwani ngoja nikwambie, kwani yeye engineer hawaoni? Bwana engineer, tuheshimiane bwana. Kuna sehemu zingine tupeane muda hata wa kupumzisha na sisi mioyo yetu. Hebu acheni basi. Huyo mliomchukua basi anatosha huyo. Sasa nenda kwa yule kombe. Yule anamvizia Fei, anasema Fei analukaluka atamkamata tu. Ai bwana yule mtoto. Mimi bwana nimeambiwa Libase ndio lengo lao, wamchukue wao yule. Hakuna Libase. Na ndio maana dirisha dogo anaongea. Sikiliza.
Minda nani? Libase. Hakuna ondoki. Na mzigo unatoka kutosha. Hamna, hawezi kumchukua. Sasa hela si bado hawezi kumchukua hata kama si hela zetu ziko benki. Tutamwambia Jairuti amzuie. Aka Mungu. Sasa Jairuti atamzuaje ikiwa jezi tu mmemwangusha? Bana wewe Jairuti na mwatu mmemwangusha jezi tu. Yaani jezi la pisi 100,000 mmemwangusha hata 700,000 hamjanunua. Wala 3,000 hazijafika. Yani mpaka inafikia stage tununue jezi ndio anunuliwe mchezaji. Ile ni challenge. Kama kweli mna moyo wa kuisupport klabu yenu. Maisha magumu kweli tulipofikia. Pazuri. Mpaka tuchange tununue jezi. Hapo tuna mwekezaji. Hapo mimi ndo napo blow hapo. Tuna mwekezaji, tuchange jezi. Tununue mchezaji. Pagumu. Engineer Sinea atusamee bwana, amwache huyo mchezaji. Yeye apambane na huyo mchezaji wake wa zamani. Akamchukua Ino? Unafikiri anaenda kuchukua malonyalonya yule? Mzee Side bwana, umeangalia mchezo wa jana, umeona magoli ya jana. Umeangalia mchezo wa Namungo dhidi ya Yanga, magoli 3-1. Hebu jaribu kukompea hapa haya magoli. Yapi ambao yenye move mzuri kwa siku ya haya magoli ambao walioshinda timu hizi mbili? Sema timu zenyewe walizocheza nazo hao wanaume wawili tofauti. Ndio. Wale hawajashuka daraja. Namungo. Wameshuka daraja. Ndio wamepanda. Huwezi kukompea. Subiri tuone Simba atakayekutana naye. Hapa siwezi kukupa jibu lolote. Kwa sababu Namungo ni timu ambayo ipo kwenye ligi. Ndio. Umenielewa? Wale Kagera Sugar wametengeneza timu. Unaona kuna watoto wengine wadogo hata kwenye ligi sijawahi kuwaona. Ni wengi Sasa hivyo vitu huwezi kuwafananisha Yanga na Simba. Nani kacheza na nani, nani kacheza na nani? Tulia kwanza. Ngoja hilo swali utakuja kuniuliza baada ya kukutana Fountain Gate. Maana naona mnakutana Fountain Gate, mnaenda kukipiga tena Singida Black Star. Sasa uje uniulize kwa Black Star. Kwa Black Star. Hapo ndo patakuwa patamu. Hapo ndo patakuwa patamu. Uzuri wa mtu utaonekana. Na mimi namshauri Steve Becker. Siku anaenda kucheza na Singida simuweke yule Dumbia. Aweke force nani kama kawaida. Yani mapema tu tumalize kazi, tuchukue ushindi. Singida wagumu. Tena sasa mkikutana. Kaisha mjaribu na Kagera akashindwa. Hamna chochote, analuka kaa ndezi tu mule ndani. Hana kazi yoyote. Chukua jezi nini sijui ile weka juu kabisa, kae kule kabisa, awe anavaa makoti anakaa huko juu kwenye kwa washangiliaji. Hana faida. Kweli. Yule mchezaji hana faida hata kidogo. Kweli sina hela ya kusajili mchezaji. Lakini sio pale. Sio pale. Wewe pale mmepigwa. Hana faida hata kidogo. Bwana watu wa Simba wenyewe wanasema hamna kitu. Yule ataja watashindwa kumvumilia. Yule atafunge goli leo. Watu wa Simba hata washtuki. Wanajua tu kabahatisha. Bwana Mzee Sida, tuzungumzie goalkeeper Kasari. Kasari jana bwana, mpira haujamaliza, amepata injury kidogo kwenye goti. Uzito. Na kwa nini kwanza kwa Simba magolikipa mara nyingi sana? Hamna makocha magolikipa wa maana pale. Hamna makocha wa magolikipa wa maana. Tangu kaondoka yule golikipa yule alikuwa golikipa wa Simba yule Kadena yule. Basi ndo basi tena hamna magolikipa wote wananenepa tu. Wanakuwa vibonge. Wewe unataka kuniambia Kasari naye mwili mkubwa wale. Sasa kagongwa na nani yule? Hamna, yeye mwenyewe alivyoruka. Sasa karuka katua vibaya goti kocho. Tunaenda na nani sasa? Yakubu mpaka leo kafanywa operation. Tunaenda na nani? Sasa hivi ndo tunatembea na Abeli. Abeli naye unamuona mwili wake kama mkubwa. Ana mwili mkubwa Abeli yule. Ule sio mwili wa golikipa, ule mwili wa katikati. Na kwa nini vyanzo mara nyingi sana magolikipa huyu wangapi kama ndio itakuwa natokea? Huyu kama sikosea atakuwa 4 au 5. Kwa sababu alianza Yakubu Akredi. Kwanza alianza Aishmanula. Akaja Yakubu. Ndio. Akaja Spider. Spider amekuja huyu Kasari, magolikipa 4. Kasari umemsahau Mtanzania wako wewe. Nani? Yakubu Yakubu nani? Yakubu ya Kredi, Manula, Kasari, pamoja na huyu Tanzania alienda kucheza Afcon bwana. Afcon yule golikipa aliyotoka nani? Ayo Mzanzibari yule. Umeona? 5 huyo. Wote wanaumia. Wote uzito. Swala yani ni uzito, wanajisahau, hawana magolikipa. Yani pale kocha wa magolikipa hakuna. Shida
kocha wa magolikipa ndio anasababisha. Sio ni injury tu zinatokea. Wanatakiwa wakae viongozi wajue, watafakari kwanza kwa nini mara nyingi sana golikipa anaporuka na lukaje. Mohamed Mwameja katika uchezaji wake alipokuwa anaanza kwenda kuishia aliishia na maumivu ya magoti, alikuwa mkubwa. Steven Nemens goti mpaka leo, Steven Nemens goti linamsumbua mpaka hivi kesho ninavyoongea na wewe. Steven Nemens ni goti limemsumbua, umeelewa? Kwa hiyo ina maana uzito unaporudi unarudi na miguu, urudi na mwili, unarudi na miguu. Kwanza kutafutia henga miguu ndio unatafuta mwili ubalance. Miguu inaposhuka mwili unatakiwa ubalance. Sasa mwili sio mwepesi, mwili mzito, ndio unamwona Kasari yule. Wengine wanacheka wanafurahi, haya ndio maisha yote. Twendeni. Ndio hivyo. Msio mnapiga wenzenu. Anacheka nani sasa? Yupo. Wanafurahi kwa kuumia Kasari. Sasa si wengine tunaoumia. Kasari kaumia, ndio hivyo tena. Nani? Changamoto hapo. Changamoto kubwa, afu ndo tunakwenda kwenye mashindano ujue. Unaenda mashindano ya kimataifa pia mnaenda bado kuna na ligi hapo kati. Na mimi lile nikwambie kabisa. Lile aliwezi kucheza hata kama alivyokuwa anacheza Spider. Spider unajua aliumia akawa anaendelea kucheza hivyo. Sasa hivi kuna timu kasajiliwa namuona anamwaga mwingi. Kasari niliona clip moja kama 2-3 niliziona. Sijui kwa wapi Warabuni ile sijui anaupiga mwingi nayo. Pangua zinakuja anazitoa. Kwa hiyo tumtegemea au sasa hivi mnamtegemea Abeli. Kama ndo itafikia hatua daktari golikipa alishaondoka. Yupo. Kasari. Huyu Spider. Spider yupo. Spider semeshampa thank you. Muda. Spider amempa thank you muda sana. Ila viongozi wa Simba wana kiburi sana yani. Kiburi anasema kazi nani? Spider hamna kitu alichofichi, sikufiche. Yule bwana hakuna aliyotuletea sisi Spider kweli. Hakuna. Spider ameivusha timu tunakwenda kwenye mashindano mpaka finali. Unakumbuka penalti alizocheza Spider? Nazikumbuka zile. Lakini watu wataka makombe, yule hajaleta kombe. Kombe gani? Nani sasa kaleta kombe? Silo. Nani? Shirikisho kombe gani aliloleta? Nani kalileta? Ndio Kasari. Kasari kaokoa nini? Kaokoa nini? Na ukati refari yule. Yule refari si amewapunguza wale na wale wameenda kujifunga wenyewe wale. Bana acheni maneno yenu ya kijinga bwana nyinyi. Na ndio watu wa Simba ndio walivyo. Si unaona timu imeshinda leo, jana imeshinda. Kimya. Ngoja tupasuke. Wewe ngoja tufungwe mechi moja. Kama ile wakutazama. Tunaenda kwa mkuu wa mkoa. Mimi si ndo nakwambia, saa hizi timu imeshinda washanyamaza. Wametulia. Na mna appreciate timu iko vizuri. Iko vizuri. Hamna shaka yoyote. Ngoja sasa ipasuke timu. Hatukubali Mangungu na wenzie baba vilienda vikarudi vimepiga kona vikaja wewe utakuja kuniambia vimedleli sijui nini haya. Ila sasa hivi kwa jana timu imefanya jana, wengine wanasema mmeshinda lakini hamna furaha. Wangapi? Na baadhi tumeona. Wangapi wanaosema? Kuna baadhi wanasema mashabiki wenu wa Simba mmeshinda lakini furaha hakuna. Furaha hakuna, si ushindi wenyewe ajabu timu ndogo kama ile. Forward kama yule ndo anapaisha. Wewe utakuwa una furaha. Lakini wao wanachotaka tuisifie timu. Sawa, tuisifie timu. Tunaenda wapi? Pagumu. Tumalize na hili mzee Saidi. Ndio. Mmetoka Kagera mnaelekea Mwanza na kukutana na Fountain Gate. Lakini kipindi hicho Duchu beki yako ya kulia ina kadi nyekundu. Shomari Kapombe pia ni mgonjwa. Mnaenda kumtumia mchezaji mpya huyu kutoka wapi? Huyu aliocheza jana nani? Milambo. Unadhani yule mzuri? Aliingia kipindi cha pili yule. Yule fullback mzuri, tukubaliane na tukili kwa kwamba mimi binafsi mimi nimemwona kama mzuri, lakini sijajua hii ni kiki ya ligi na ligi ndio inaanza. Ndio. Ngoja tuone je wataisaidia. Na wale wote si wamekuja Felele wale. Hakuna hata mtu aliyovunjwa mkataba. Felele wote wale. Haya bwana. Jana bwana tumalize na ile. Jana bwana nimeambiwa ile kauli niliyokuelekeza unatakiwa imalize leo. Uizungumzie. Natakiwa mashabiki wako waambiaje wanayeangalia channel yako. Kauli gani? Ile ya nani? Subscribe. Mimi napatikana wapi? Mimi napatikana hapa. Chapesa Media. Watakiwa wafanyaje ili waendelee kupata habari? Wabonyeze tu momo ndani wataniona. Yaani andika Chapesa Media, ushaandika Chapesa Media. Subscribe. Wewe. Tunadhalilishana hapo. Hapo sio.
hapo pagumu. Hapo pamenishinda. Tunaanza sub. Skula. Wewe. Hapo sipawezi bana. Darasa 7. Haya bwana. Bwana, nilikuwa na mzee Said tukizungumzia habari za michezo hususan siku ya jana pale viwanja vya uwanja wa Kaitaba kule Kagera Sugar dhidi ya Simba Sports Club. Simba akibuka na ushindi wa goli 2-0. Ndiyo mtanange, mchakato mapambano, mbio za kuelekea ubingwa zimeanza rasmi. Huu ni mzunguko wa kwanza NBC Ligi. Kambambu linapigwa, pira linapigwa. Tuendelea kufuatilia chaneli yako. Hii ni Chapesa Media na mimi ninaye kufikishia habari ni ripota wako Chapesa. Bye bye.